Naam, karibu na ujambo ndani ya Al-Huda TV Burundi. Ni mwanao hapa ripota wa Kiislamu katika nchi ya Burundi kupitia TV yako ya Kiislamu katika harakati mbalimbali kukuhabarisha na kukuonesha matukio yote ambayo yanaendelea katika nchi yetu hii ya Burundi. Mimi ni Hamza Mahane, nimeshika Oscan kuweza kuchimba ndani zaidi, kuweza kufahamu historia nyingi sana kuhusikana na matukio ambayo ni ya Kiislamu yanayoendelea. Mwaka 2025 ameruka mufti wa Burundi Sheikh Nayabagabo Salum, alikuwa yuko kwenye Zoom, amepata nafasi ya kuweza kusema na ndugu zetu ambao wenye bara la Ulaya, hapa nikimaanisha ni Ufaransa, chini ya Zoom na usimamizi wa ndugu yetu Kudra. Alikuwa miongoni mwa watu ambao mufti alisema mengi, mufti alimuuliza mengi, maswali ya hapa na pale, lakini nguzo kubwa ya maswali yake yamebeba katika nguzo ya Kabondo ambayo inasemekana ilikuwa ni mali ya Kiislamu. Na mimi leo hapa Al-Huda TV Burundi nitahitaji pia kupata kiundani zaidi ili tufahamu mengi sana, na hapa nimeona kwamba nisichelewi, niije mapema sana ili niweze kujua ni kweli ni mali ya Kiislamu, na kama ni mali ya Kiislamu bado iko chini ya mikono na ya watu gani. Na hapa kama unavyoona, hilo ndio jengo la Kabondo, ndani yake kuna masomo kama unavyoona jina limebeba hapo, ni moja kwa moja linaashiria kwamba hapa kuna juhudi ambazo zinazofanyika. Tayari nimepokelewa vizuri kwa heshima iliyokuwa kubwa. Sitokuwa na mengi ya kusema, lakini hayo ni machache ambayo yatakayoweza kujadiliana nami katika hii siku ya leo. Ni kuombe kama ndio mara yako ya kwanza unaitazama Al-Huda TV Burundi, subscribe channel yetu, na chini ya comment niandikie maswali yako, na unatamani pia historia nyingine ya mali ya Kiislamu tupite na tumuulize nani. Na hapa nimekubali mwaka huu 2026 kuishika uskani, kuipaza sauti ya Waislamu kuwa kama bendera ya kuweza kuchimba na kuweza kutafuta historia mbalimbali. Wazee wangu ninao hapa, karibuni ndani ya Al-Huda TV Burundi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dunia leo imesikiliza jambo ambalo ni lizito. Watu wengi ambao walishindwa sana kuuliza maswali haya, pengine wamezani hamuwezi mkawapokea mkapata nafasi nzuri kama hii sisi tumeipata ya kuikaa hapa. Dunia, watu wako Ufaransa, lakini kadhalika watu wako Belgique, lakini kadhalika watu ambao wako Burundi wanatamani pia kujua mengi zaidi. Lakini kabla hatujaingia katika topic yetu ya kuzungumzia situation ya hapa Kabondo, wangetamani kwanza kujua nyinyi ambao mko hapa, majina yenu, wazifa wenu na cheo chenu katika maeneo haya ya Kabondo. Mzee wangu, na imani wewe utatubeba katika kututambulisha, ili baadaye hapa niingize baadhi ya maswali ambayo yanaweza sisi yakatupa mwanga uliokuwa mzuri. Naam, karibuni. Mimi naitwa kwa jina maarufu Sover, lakini jina langu ni Shaban Juma, nikiwa muasisi wa shule hii mnaiona hapa inaitwa ya Kabondo. Na mzee wangu niko naye karibu hapa ndio bwana sekretari, na mzee wangu niko naye pembeni hapa ni mshauri, na mzee pale ni mshauri. Huyu kwa jina maarufu ni bwana Kaske Shabani, na huyu ni Shehidi Masudi, na ule ni Imam Abubakar. Kwa kifupi sisi ndio hao. Hapo tayari tumeshawatambulisha. Ningetamani sana kwanza tuanzie hapa Kabondo inavyosikika kwenye masikio ya Waislamu, au inavyosikika katika haki ya mitandao na matukio. Ningetamani kwanza kufahamu katika hii ardhi ilipatikana vipi, kwa sababu itakuwa ni ngumu tukaulize labda tufahamu kwamba bado ni mali ya Waislamu wala ishagauzishwa bila hatujafahamu historia yake, chimbuko. Kwa sababu ukitazama hii ni sehemu yenye historia kubwa sana. Ukiangalia hapa jirani tayari tuko na RTNB ambao ni redio ya taifa. Kwa sehemu kama hizi ni sehemu ambazo ni jicho la nchi. Imekuwaje kwanza sisi Waislamu kuwa na ardhi maeneo kama hii katika sehemu ambao Burundi hapa lolote linaweza likatokea, lakini wanajua kwamba hapa ni sehemu ambapo ni ya Uislamu. Palipatikana vipi kwanza? Nashukuru kwa ujio wako na swala lako, alhamdulillah limetupa uwanga wa kitu. Nikisema Waislamu wa Burundi, tuseme persenti 95%,
hawajui historiki ya hii masomo, wanasikia tu, wanasikia. Historiki ya hii masomo imejengwa kabla avant independence, wakati wanaita Kabondo, sivyo? Zamani imejengwa. Nyumba hii unaiona hapo Sheikh, ina miaka na miaka, sisi hatujazaliwa, lakini walioiandaa ni Muhindi. Hiyo Muhindi ajendea zake huko, wala watu hawajui huko kama shafariki, kama hajafariki alijendea huko. Muhindi ndio alitoa hii nyumba wasome Qur'an, ndio historiki hiyo. Baada ya Muhindi kutoa hiyo nyumba wasome Qur'an, wasimamizi walikuwa ni Waarabu. Waarabu wao wako hapa Karchazeti. Alhamdulillah, mpaka miaka ya 1976 kwa 77 mimi kama direkteri wa hii shule niliowakuta hapo walimu wa zamani, alikuwa ni mwalimu Shabani, mwalimu Jafar Shabani wa Ngozi, namwona huyu mzee Haji, imamu wa Ngozi, marehemu mwalimu Shata. Kabla yao wawili hao alikuwa mwalimu mzee anaitwa mzee Kiato, Hassan Kiato, ndio walimu wenyewe walikuwa katika hii shule hiyo miaka. Waarabu waliposomesha Qur'ani hapa walikuwa na watoto wa Kiarabu, ilikuwa ni mkarche yao. 76 kwa 77 mimi ndo nikawa direkteri hapo, direkteri wa hiyo shule mpaka mwaka wa 80 kwa 82 balozi wa Libya alipokuja Burundi akatembelea hiyo shule awasaidie wa ndugu zake Waarabu. Alipofika hapa akasema hapana, Waarabu hawezi kusomea kwa nyumba kama hii. Akasema mimi Waarabu njoni hapa. Akawatafutia shule hapa juu hapa, karibu ya imprimerie Emparudi. Naona Emparudi hapa juu. Hapa wamejenga hii banki, kama ni banki ngani hapa karibu hapa tu juu. Waarabu wakaniambia hivi, wewe ndio direkteri hapa, tunasema hivi, tunakugabizi wewe kama wakfu kwa masomo ya Qur'ani. Wewe kama wewe. Basi alhamdulillah. Alaikum salam. Mimi hiyo wakati Sheikh, kulikuwa chama kinaitwa Kosibu. Chama cha Kiislamu kinaitwa Kosibu. Kiongozi alikuwa ni hayati Juma Alfani Rukara na hayati Muhammad Sharif Mabama. Watu wengi walikuwa wanamfahamu kwa jina maarufu mfanyabiashara wa ngozi ule Mwarabu. Au ndo walikuwa viongozi wa Kiislamu kwa hiyo kwa huyo wakati. Lakini shule ilikuwa huru, haikuwa chini ya hiyo Kosibu. Bina maana haikuwa chini ya taasisi ya Kosibu. Hapana, ilikuwa chini ya taasisi ya Umoja wa Masomo ya Kiislamu. Mfransai wanasema Alliance des Écoles Islamiques du Burundi. Ndio yale maandishi yako pale mbele pale. Na mimi ndio nilikuwa kiongozi wa hiyo alliance, yani Umoja wa Masomo ya Kiislamu. Ikaonekana shule hiyo mimi nigabiziwe kama kiongozi wa Umoja wa Shule za Kiislamu nchini Burundi. Na kipindi hicho ni kama ulikuwa unakabidhiwa kuchunga wakfu. Na chunga wakfu wa ule aliotoa. Yule alitoa kaenda. Waarabu wamechunga na wenyewe wamenigabizi kama wakfu. Bimaana hapo wakfu bado haijaenda kwenye taasisi fulani. Hapana, tofautisha Sheikh. Unaona mathalan, nitaingia undani kidogo. Watu hawajaelewa jamii ya Kiislamu ina mataasisi mangapi? Jamii ya Kiislamu Burundi. Nimesema kama nimeingia kabla vingine vyama vya Kiislamu hakuna, kulikuwa hicho chama kinaitwa Kosibu. Kosibu kimekwenda, lakini kwa wakati fulani serikali ya Burundi ikawa imeamua kufunga taasisi zote za Kiislamu, sofu taasisi ya masomo ya Qur'an.
taasisi zote za Kiislamu zilifungwa Burundi, pakabakia tu taasisi ya shule za Kiislamu, ndio hiyo Alliance. Mwisho mimi nikaonekana kama hiyo Alliance sio sova, ni umoja wa masomo ya Qur'ani nchini Burundi. Yaani Burundi nzima tulijiunga katika hiyo umoja, Burundi nzima. Ni kwa ule nani muda ikatulazimu hatuwezi kukaa na hiyo taasisi bila vibali vya serikali, ndio sheria. Ikabidi tufanye katiba, ikabidi tufanye uongozi, ikabidi tufanye mawasiliano na serikali. Ikaonekana kama ni masomo. Kibali chetu reconnaissance ni Wizara ya Mambo ya Elimu, Education Nationale, ndio tuko nao karibu. Maana yake tulivyokwenda hivyo, baada ya mimi sasa kugabiziwa hiyo masomo, hapo nilikuwa niko directeur wa hapa na directeur wa ile masomo ya Buiza Barabara 3. Ndio directeur wa kwanza kwa ile masomo ya Buiza yule msikitini. Na wakati inajengwa ule msikiti wanajenga upya na masomo, mimi ndio directeur pale. Bila maana kastori kafupi tu. Nikaonekana sasa mimi niko kama wanafunzi hakuna. Ndio nikaenda kutafuta wanafunzi mainterieur. Ndio nikawateremsha Buiza. Wakati unaendelea na historia, sisi tunarejea hapa paka Kabondo. Tayari wakfu umekabidhiwa kama sehemu ya kulinda mali. Paka hapa kuna kitu ambacho tunatamani tukisikie kutoka kwako. Imekuwaje mpaka itoke kwenye mikono ya kwako hadi ikakwenda kuwa chini ya taasisi ya Komibu? Kwa sababu inavyosemekana sehemu hii ilikuwa iko chini, sasa baada ya wakfu tuseme kama umepanwa sasa iende kwenye idara ya Kiislamu ambayo itasimamia mali zote za Kiislamu ambayo ni Komibu. Kwanza tuanzie hapo. Komibu ina haki pia ya kusimamia mali zote za Kiislamu pamoja na wakfu kwa ujumla wake. Imekuwaje mpaka sehemu hii ya Kabondo iende moja kwa moja sasa kwenye mikono ya idara ya Komibu baada ya kutoka kwenye kidogo? Kitu kinatupa shida sisi Waislamu wa Burundi, hatujajua miliki ya Waislamu na miliki ya Komibu. Ni shida. Tufafanulie sasa hapo kwamba Waislamu kama Waislamu, Komibu imekuja 1983. Imekuta miradi ya Waislamu iko mikono ya Waislamu, haiko mikono ya Komibu. Sasa hii shule kama shule haiko mikono ya Komibu. Ni watu kutokosa kuelewa idara zao. Kwa Kabondo iko mikono ya Alliance des Écoles Islamiques, haiko mikono ya Komibu. Na hiyo kitu ni bado watu hawajaelewa fahamu. Kutokana na nini? Kuna milki Komibu imekuta, sio milki Komibu imeweka. Hauoni kwamba ile soferi unaweza ukasema kwamba iko chini ya Alliance ya masomo ya Qur'ani, kwamba ni wanaweza wakasema kwamba ni uzito ambao umejiwekea wala uzio ambao umejiwekea ili nyinyi hii mali ibakie kwa ya kwenu? Nashukuru. Swala nzuri sana. Sisi tumeingia hapa, Komibu hakuna. Komibu hamna. Komibu haipo. Je, tumezulumu haki ya Komibu aje? Kwa majibu mepesi, bi maana Komibu hapa yusi. Ni unaona watu wanashinda kujua milki ya komite fulani, milki ya community fulani. Na upa jibu liko urahisi. Waislamu wengi hawajaelewa community za Kiislamu ni ngapi. Na kila community ina milki yake. Hiyo ndio fahamu bado watu hawajaelewa. Unaweza ukatusaidia kitu kimoja, kwa sababu historia yako inaonyesha toka zamani mwaka 1977 bado ulikuwa uko katika jamii ya Kiislamu. Wanaotutazama wanaweza wakaweka maoni yao na tutategemea kwamba baada ya hapa tunaweza tena tukakuja pia tena kuuliza maswali ili tufike katika pointi zetu ambazo ni za muhimu. Tungetamani utufafanulie kidogo, ututoe kwenye hili giza. Mwisho Komibu misingi yake. Komibu bi maana mimi nina wakfu wangu au mimi nina mali yangu. Je, Komibu limiti yake
inaishia wapi? Yani hapa ndio mwisho wa Komibu, ili kwamba ionekane kwamba hapa Kabondo, kwa sababu watu yanasemekana kwamba mpaka ya magorofa, uwanja ulikuwa ni mkubwa, mmeenda mnauzisha vipande vipande, wengine mpaka wameenda mbali wakasema pale kwenye Komibu tumebakiana ka kiwanja kadogo, zile nyumba zote mpaka na ile misikiti yote na ile yote ilikuwa ni sehemu za Uislamu. Watu wengi wameenda mbali mpaka kwenda Mabuyezi. Kwa hiyo kila mmoja anataja jumuiya ilikuwa ni mali ya Uislamu. Wengine wameenda mpaka Kinama kule, wanasema jumuiya ya Kinama ilikuwa ni mali ya Uislamu. Kwa hiyo mpaka hapa sisi tumebaki katika sintofahamu kutaka kujua kwanza Komibu kama Komibu mwisho wake ni wapi, ili wanaotutazama wakinaiki kwamba la kumbe Komibu pale haihusiki. Na tukisema Komibu haihusiki, na Waislamu ambao wanaotutazama ambao wanasema ni mali yetu tuwatowe, ni mali, unajua jazba zile, mtu anaotazama sime basi, kumbe wala jamaa wa Aliansi wana haki. Unaona kitu kiko hapa ni kitu hiki tena kizito kwa Waislamu. Mpaka leo hautompata shehe wa Burundi anakuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu ambao mnamaliza kuifuatilia historia ya fupi hii ya mali ya Kabondo, alhamdulillah, katika vipande vingine ambavyo vinavyokuja utajifunza mengi, utajua mengi kupitia haya. Mimi nia yangu Hamza Mahane, ni wewe ndio unanipa ujasiri wa kuendelea pia kuingia mpaka kiundani. Si kazi nyepesi ambayo ninayoifanya, lakini na imani katika hii kazi ni wewe ambao utanisupport, ni wewe ambao utajitoa. Kuna watu ambao wametoa mali zao kwa ajili ya miziki mbalimbali. Kuna watu ambao ni wasanii ambao mnawajua sana, ambao ni wasanii wa miziki, ni watoto wale wa Kiislamu. Kuna watu ambao ni ma DJ, ni wale wa Kiislamu. Ni waombe sasa ndugu zangu ambao sisi vijana ambao tumekubali kujitoa muhanga kwa ajili ya kuutumikia Uislamu, wallahi tupeni support iliyokuwa kubwa ili tuzifikishe zile ndoto za Uislamu. Toka tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka 2023, unganisha mwaka 2023, mwaka 2024, mwaka 2025 na hivi tunaelekea kuwa mwaka 2026. Takriban zaidi ya miaka mitatu na siku kadhaa niko katika kutafuta historia ya Uislamu. Uislamu umeingiaje Burundi kwa mara ya kwanza, Burundi nzima. Nimefanya safari mwaka 2023 kama miaka huko mitatu nyuma. Wallahi alhamdulillah, nimefika Nyanzarake, nimetoka Nyanzarake, nimeingia katika mapori yote hayo. Mapori ni mengi sana kama unavyoona, hali ni hivyo, lakini wameniambia huku ndio nitampata mmoja katika wazee ambao wanaweza wakatupatia historia Uislamu umeingiaje katika nchi yetu hii ya Burundi. Ni kazi kidogo, lakini Mungu ataniwezesha. Unavyoona hao wazee wananielekeza, wameingilia pale watu siju kutoka Tanzania ndio wameleta Uislamu. Mmoja anasema Uislamu umeingilia Rumonge, wengine wanasema Uislamu umeanzia Nyanzarake. Yote haya niko na ikusanya historia hii zaidi ya miaka mitatu hivi, tunaenda mwaka wa 4, ili mradi nije kutoa kitu kwenye mitandao kiwe chenye uhakika zaidi. Sio kazi nyepesi wallahi, na kwa pia nimetembea, nimezunguka, nilishinda na njaa. Lengo langu ni kuiacha athari. Kuna siku ambao vizazi vitakuja, vitaguku, vitaona kwamba kuna ripota ambaye amejitolea kwa ajili ya Uislamu kuweza kuandika mambo, matukio mbalimbali ya Uislamu. Alhamdulillah, historia hii nimetembea mpaka usiku. Ukitazama magari hayo ni karibia hapo saa 5 ya usiku, bado niko nakimbia. Nini nafanya? Sio biashara, sendi kurangua, lakini nahakikisha nikuletee kitu ambacho kitakachokuwa ni kizito, kenye utamu, na vizazi vya Uislamu ambavyo vinaweza vikakuja kujivunia. Nilitembea mpaka baharini, lakini tukapata mtihani ndani ya bahari. Mtumbu kama unavyoona ukao umeharibika. Lengo hayo nimekaa takriban zaidi ya masaa 2. Tunangoja mtu tena atoke kule mchangani aje kutengeneza hilo, lakini lengo tu ni kuipika historia ya Uislamu kwa mara ya kwanza imeingiaje Burundi. Miaka mitatu na bado nataka tena kurudi kule kwa mara ya pili nije niikamilishe. Sio kazi nyepesi. Naomba ndugu yangu, kama nyinyi ambao mnapenda hichi ambacho ninachokifanya, wallahi support yenu ni kubwa sana. Angalieni usafiri tunaotumia ni gharama, mafuta tunaotumia ni gharama, na shida ya mambo mawili tu.
wewe ambaye unanitazama huko nje ya Burundi, huko Marekani, huko sehemu gani, popote ambapo huko, la kwanza na shida ya tablet. Nina shida ya tableti. Kuna kipindi mtu anafanya kipindi, unatamani kuandika yale matukio ili usisahau zile kumbukumbu. Ukiwa na makaratasi, tuko katika level ambayo ishaenda mbali sana. Nina shida ya tableti. Huko Dubai, huko Marekani, huko Canada, huko Australia, saidie tableti ambayo mtoto wako anaichezesha ndani. Ili sikumie mili mradi niitumie kwa ajili ya kutangaza na kuweka ripoti za Uislamu. Na shida ya laptop. Tazama laptop ambazo nilizokuwa nazo tayari zimeisha, zaidi ya laptop 2 Al-Huda na zaidi ya miaka 4-5, lakini tazama laptop ambazo tayari hizo 2 hazifanyi kazi. Kwa sasa kusafiri pasipokuwa na laptop inakuwa nachelewa kuweza kutoa kazi. Nisaidie wewe ambao unaweza kutunulia laptop nzuri ya kisasa. Ni thamani tu ya 1.5 milioni, ni thamani ya 2 milioni. Uko nayo basi niletee laptop mimi nifanye kazi ya uandishi wa habari, lakini lengo ni kutoa habari za Uislamu. Na shida ya kamera tu ambayo tulikuwa nazo 2 tayari zimeharibika na bakia na moja, na hii moja ikiharibika itakuwa tabu sana. Kwa ni kuombe sasa ndugu yangu ambao una support harakati zetu, endelea kuenjoy, endelea pia kujifunza, endelea pia kusikiliza historia ya Kabondo hadi pale ambapo tutakapokuwa tumefikia mwisho. Subscribe channel yetu, muhimu sana. Tukimaliza historia ya Kabondo tunakuachia historia sasa ya Uislamu, namna ulivyoingia katika nchi ya Burundi. Nimekuambia kwamba toka mwaka 2023 ndio nimeanza kutafuta habari hizo. Mungu nibarikie na unijalie, unipe watu ambao watakaotupa laptop, unipe watu ambao watakaotupa tablet, utupe watu ambao watatupa kamera nyingine nzuri ya kisasa, utupe watu ambao watakaotupatia microphone. Nia na lengo letu tusimame kwa pamoja tuutangaze Uislamu. Mimi ni Hamza Mahane. Al-Huda, mwongozo wa jamii.